Naam, hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Taarifa mbaya na onyo kali zimetikisa chama kizima cha CCM leo Dodoma na Dar es Salaam, huku mwenyekiti wao Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na chama hicho kizima wakipokea ripoti hizi ambazo ni pigo kubwa kwa chama kizima cha CCM. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii. Katika saa za hivi karibuni, matamshi makali ya Joseph Selasini kuhusu hali ya chama tawala cha CCM Tanzania na mwelekeo wa kisiasa wa nchi hiyo yamezua mjadala mkubwa wa kitaifa na pia yamezua hasira kwa chama cha CCM. Machapisho yake kupitia mtandaoni ambayo yamesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii leo yanatoa ukosoaji mkubwa wa kile anachoeleza kuwa ni vitendo vya kiburi na uvunjifu wa maadili ndani ya Chama cha Mapinduzi cha CCM kinachoongozwa na Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa Selasini, baadhi ya wanachama wa CCM waliamini kuwa chama hicho kitatawala milele, lakini kulingana naye walipuuza ukweli usiokwisha wa historia ya kisiasa ya kwamba hakuna taasisi iliyojengwa kwa nguvu bila kanuni inayoweza kudumu bila kuguswa. Ujumbe wake umesikika sana, sio tu kwa sababu ya sauti yake, lakini pia kwa sababu unaingia kwenye mvutano unaoendelea wa kitaifa na kisiasa uliosababishwa na matukio ya hivi majuzi ya kisiasa baada ya uchaguzi. Selasini anasema kuwa chama cha siasa cha Tanzania kinaweza kushinda uchaguzi kwa nguvu au kimkakati, lakini kikipoteza dira ya maadili kinaanza kumomonyoka kutoka ndani. Anahusisha mmomonyoko wa udongo na vurugu zilizoshuhudiwa Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa hivi karibuni, akisema kuwa umwagaji damu umeharibu sifa za CCM kuliko kampeni zozote za upinzani. Hili anasisitiza si kuhusu propaganda au hisia, bali ni uhusiano usioepukika kati ya haki na uhalali. Selasini anaonya kwamba chama chochote tawala Tanzania kinachopuuza maadili kinaweza kuporomoka haraka hata kama kitaamuru vyombo vyote vya serikali kuchukua hatua. Maoni yake Selasini yanapata uzito zaidi yakitazamwa dhidi ya hali ya mzozo wa kisiasa uliotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025, kipindi ambacho kilikuwa na watu wengi kukamatwa, kutoweka na madai ya kutumia nguvu na hata madai ya kuuawa, pia kutoka kwa vyombo vya usalama vilivyoweza kulaumiwa sana na wanaharakati wa mitandao ya kijamii. Kwa Watanzania wengi, maneno ya Selasini leo yanaonyesha kukatishwa tamaa kwa mazingira ya kisiasa na jinsi chama tawala cha CCM kinavyoshughulikia machafuko ya maandamano. Mivutano iliyotokana na matukio haya imeanzisha hali ya kitaifa ya wasiwasi, huku wengi wakiendelea kudai uwazi, uwajibikaji na majibu ambayo bado hayajafika. Katika sehemu nyingine ya kauli yake, Selasini anawataka wanaoipenda CCM kwa dhati kukitofautisha chama hicho na watu anaowatuhumu kuwa na damu mikononi mwao. Anasema kuwa uaminifu kwa chama tawala haupaswi kumaanisha kuwakinga wahalifu au kusamehe matumizi mabaya ya mamlaka. Badala yake, anasema Selasini kwamba watu kama hao lazima wakabiliane na haki, si kulindwa kutokana na tume zilizoteuliwa na serikali ambazo kwa maoni yake Selasini zimeshindwa mara kwa mara kuleta matokeo yenye maana. Wito huu wa uwajibikaji umekuwa kichocheo cha Watanzania wengi ambao wanaona kuwa nguvu za kisiasa zimetumika mara nyingi sana kukwepa uwajibikaji. Kauli yake Selasini inatoa wakati ambapo serikali ya CCM inayoongozwa na Rais Samia Suluhu iko chini ya uchunguzi mkali kuhusu nafasi yake katika mgogoro wa baada ya uchaguzi. Mashirika manne tofauti ya haki za binadamu hapo awali yameangazia wajibu wa chama tawala kushughulikia ghasia na kuhakikisha kwamba wale walioamuru au kutekeleza dhuluma wanawajibishwa na haki inatendeka. Matamshi haya ya Selasini leo yanarejelea maswali haya ambayo hayajajibiwa, kupinga utamaduni wa ndani wa CCM na kutaka chama kikabiliane na vitendo vyake badala ya kulaumu upinzani au nguvu za nje. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, CCM chini ya Rais Samia Suluhu imejaribu kujionyesha kuwa ni chama kinachozingatia utulivu na maridhiano na mazungumzo. Hata hivyo, wakosoaji wanahoji kuwa juhudi hizi zinasalia kuwa za juu mradi tu chama kikiepuka kushughulikia ghasia za kisiasa zinazohusiana na uchaguzi. Ujumbe wa Selasini unaingia moja kwa moja kwenye mvutano huu, akipendekeza kuwa mageuzi ya kweli hayawezi kutokea isipokuwa CCM iko tayari kukabiliana na kushindwa kwake kwa uwazi. Kwa hivyo maoni yake Selasini
yameibua mjadala mpya kuhusu mustakabali wa chama tawala cha CCM na nia yake ya kubadilika. Washirika wa Rais Samia wanashikilia kwamba uongozi wake umejitolea kwa umoja na amani wa taifa na kwamba chama tawala kinafanya kazi kurekebisha mivunjiko na kuleta utulivu baada ya kilichosababishwa na uchaguzi na maandamano ya tarehe 29 hadi tarehe 31. Maoni haya yanaangazia mifumo mipana kutoka kwa migogoro iliyotangulia. Ripoti za awali zilieleza kwa kina jinsi maelfu ya familia zilivyohangaika kutafuta jamaa zao waliopotea baada ya machafuko ya uchaguzi, jinsi ya hospitali zilivyoripoti kuwatibu waathiriwa wa vipigo na risasi, na jinsi viongozi wa upinzani walivyokamatwa kwa tuhuma ambazo wakosoaji walielezea kuwa zilichochewa kisiasa. Majeraha haya ambayo hayajatatuliwa yamezua dharura ya kitaifa ya kupata majibu, na sasa Selasini amejiweka miongoni mwa wale wanaotaka ukweli na uwajibikaji badala ya urahisi wa kisiasa. Ukosoaji wake pia unaenda zaidi ya CCM, unaonyesha mtazamo mpana zaidi wa siasa za Tanzania zinazokataa vurugu na kutaka amani, zinazokumbatia utawala wa sheria na kukumbatia utu wa raia wote. Anaonya kuwa vuguvugu lolote la kisiasa, iwe ni la kutawala au la upinzani, ambalo linajificha nyuma ya hofu au vitisho, linahujumu mustakabali wa taifa hili. Kwake swali si ni chama kipi kinashinda, bali iwapo Tanzania inaweza kujenga utamaduni wa kisiasa unaozingatia uadilifu badala ya kulazimishana. Selasini pia alitoa onyo kali kwa tabaka pana la kisiasa, akipendekeza kuwa Tanzania imefikia mahali wananchi hawatavumilia tena ahadi tupu. Anasisitiza kuwa viongozi lazima wakome kutumia maridhiano kama kauli mbiu, huku wakiepuka ukweli usiostarehesha ambao upatanisho unahitajika. Wakati Tanzania wakiendelea kujadili kauli zake, kauli mbiu moja inazidi kujitokeza. Umma unataka viongozi wanaothamini wananchi zaidi kuliko uhai wa kisiasa. Wengi wanaamini kuwa Selasini ameeleza hali ya kuchanganyikiwa ambayo imekuwa ikitanda kwa miaka mingi, hisia kwamba wasomi wa kisiasa wamezuiliwa kutokana na matokeo, huku watu wa kawaida wakibeba mzigo mkubwa wa ghasia za kisiasa. Matamshi yake ni ukumbusho kwamba hitaji la uwajibikaji haliko tena kwa wanaharakati au vigogo wa upinzani, lakini sasa linashirikiwa katika wigo wa kisiasa. Jibu la chama tawala bado halijaeleweka na viongozi wa CCM hawajatoa tamko rasmi kuzungumzia ukosoaji wake Selasini. Hata hivyo, watu wa ndani wa chama hicho wanapendekeza kwamba maoni yake yameibua mijadala ya ndani kuhusu jinsi CCM inavyopaswa kukabiliana na shinikizo hili linaloongezeka. Baadhi ya wanachama wa chama hicho wanaripotiwa kuamini kuwa CCM lazima ibadilike ili kustahimili hali ya kisiasa ya sasa, huku wengine wakisema kwamba ukosoaji wa umma unapaswa kupuuzwa. Mgawanyiko huu wa ndani unaonyesha hali ya kutokuwa na uhakika inayokikabili chama tawala kinachoongozwa na Samia Suluhu. Hali inavyozidi kukua, Tanzania inajikuta iko njia panda sasa hivi. Kauli ya Selasini sio tu ya kukosoa, ni kioo cha kitaifa kinachoakisi mvutano, kufadhaika na matumaini ambayo yanafafanua wakati wa sasa wa kisiasa. Ujumbe wake Selasini unasikika kwa sababu unanasa ukweli ambao wananchi wengi wamehisi kwa muda mrefu, kulingana na madai na machapisho ya mitandaoni. Na kulingana na madai yao ni kwamba mustakabali wa kisiasa uliojengwa juu ya kukataa hauwezi kujiendeleza. Katika siku zijazo, taifa litalazimika kuamua iwapo litakabili hali hizi moja kwa moja au kuendelea kuahirisha uwajibikaji. Kwa sasa changamoto ya Selasini inasimama tamko la kijasiri kwamba Tanzania lazima ikabiliane na majeraha yake ya kisiasa kwa uaminifu au kuhatarisha kurudia mzunguko wa hofu na vurugu za maandamano ambao umeashiria matokeo ya hivi karibuni. Maneno yake Selasini yamegusa mshipa wa taifa na mjadala uliozusha hauonyeshi dalili ya kufifia. Mtazamaji, haya ni maoni yake Selasini kulingana na madai aliyoyatoa kuhusu CCM leo. Lakini je, wewe maoni yako ni yapi kulingana na maoni au madai haya ya Selasini? Na kuacha uwanja wa comment section unijuze maoni yako, vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.